Jina langu ni Kevin Sotel, ni mkurugenzi msaidizi wa muziki kutoka Baraza la Sanaa la Taifa. Nimemwakilisha katibu mtendaji ndugu Elias Edward Buganga ambaye yuko Paris kwa shughuli nyingine za kitaifa. Na sisi kama BASATA tunapongeza sana IGMA na mkurugenzi wake kwa jinsi ambavyo wanaendesha hizi tuzo. Toka hizi tuzo zimeanza, tumekuwa karibu sana na mkurugenzi. Siku ya kwanza kabisa kipindi anataka kuintroduce tuzo, alikuja ofisini, akawasilisha wazo, akafata taratibu zote za kiserikali zinazohitajika na akapata vibali. Nika ni nzuri sana. Kwa wale ambao mlipata nafasi ya kuona tukio la mwaka jana, lilikuwa ni nzuri sana. Na naamini mwaka huu litakuja kuwa nzuri zaidi. Na nipende kutumia nafasi hii kuzungumza kwa sponsors wote, watu wote ambao wana interest ya kusponsor matukio, ya kuwekeza kwenye muziki wa gospel, wajue kwamba serikali iko nyuma ya tukio hili la IGMA, iko nyuma ya waratibu. Tukio limefuata taratibu zote za kiserikali na Baraza la Sanaa la Taifa linatoa support yote. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye IGMA, umewekeza kwa Watanzania, umewekeza kwa vijana ambao wana uchu wa kufika mbali, lakini kwa namna moja ama nyingine wanakuwa wanakosa platform, kwa sababu sisi kazi yetu kubwa ni kukuza na kuendeleza sanaa. Tunakuzaje na kuendeleza sanaa? Ni kupitia platform kama hizi, matukio, tuzo, programs za kukuza vipaji. Sisi kwa namna moja ama nyingine tunaweza tusiweze kufanya kwa ukubwa wake, lakini tukipata wadau kama hivi inatusaidia sana. Kwa hiyo niwaombe sponsors wetu mjitokeze kwa wingi, mshike mkono mkurugenzi, tufanye tukio zuri na Tanzania tufike kimataifa. Unajua tuzo kama hili, wale wanaofuatilia, wakifuatilia kule duniani, kuna tuzo nyingi kubwa. Kuna mataifa yanajulikana kwa sababu tu wasanii wake ni wakubwa, kwa sababu tu kuna tuzo ambazo mataifa mengine kama sisi tunazishadadia. Sijui kama nimetumia neno zuri. Yaani kuna tuzo utaona zinatolewa nchi fulani, dunia nzima inasema natamani kupata tuzo fulani. Sasa IGMA ni tuzo ambayo sasa tumerudi mwakani. Kwa hiyo East Africa Gospel Music Awards tumerudi tena mwaka huu, kwa utakuwa ni msimu wa pili. Kwa hiyo tunapenda kuwatangazia ndugu wananchi wote wa Afrika Mashariki, nchi 7 zote. Najua kuna wengine hapa sasa hivi wanatufuatilia live kutoka Uganda na wengine Kenya wanatufuatilia live, kwa sababu tuko live kwenye mitandao yetu yote ya YouTube na social media zetu. Kwa namna hiyo basi tumerudi tena kwa msimu mwingine. Kwa hiyo event yetu ya kwanza tutaanza tarehe 1 mwezi wa 8 ambayo itakuwa ni Artist Connect. Hii Artist Connect ni nini? Artist Connect ni platform ambayo tunawapatia wanamuziki wa muziki wa Injili, maproducer, madirector, aggregators, wale distributors wa muziki, wale ambao wanaongelea vyombo vya habari ambao vinaongelea kuhusu mambo ya gospel also, kwamba wanakuja wanamingo, wanakutana. Kwa hiyo wakikutana pale wanabadilishana mawazo. Lakini ya mwaka huu itakuwa ni ya tofauti. Kwa nini mwaka huu ni ya tofauti? Kwa sababu sasa hivi tunataka tuongeze thamani ya muziki wa Injili. Na ndio maana utamwona mtu kama watu wawekezaji kama wakina UTT, tutakuwa na watu kama hawa, tutakuwa na wakina aggregators ambao watakuja kuongelea kuhusu namna ya kudistribute muziki, tutakuwa na watu wa social media na digital platform, namna gani wataweza kuleverage, wakaweza kupeleka muziki yao ikaenda nje zaidi na mbele zaidi. Kwa muda wa miaka 20, lakini hata hamna aliyesema kwamba jamani, hongera, kazi yako ni nzuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tulitumika kuwa daraja la kuwa baraka kwa ajili ya nchi zote 7 mwaka jana, lakini sana sana tuligusa nchi ambazo zilikuwa kubwa zaidi, zilikuwa Uganda na Kenya. Mwaka huu tunazidi kuongeza wigo zaidi kwenda Rwanda na Burundi ili wawe wengi zaidi, na DRC Congo. Kwa hiyo kwa kusema hayo, mimi ninashukuru, sina maneno mengi zaidi. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mapendo. Nawashukuru sana. Kwa jina naitwa Machange, ni mjumbe na mwanakamati. Ila nafikiri mwaka huu mkurugenzi tuwe na tuzo maalum kwa ajili ya waandishi wa habari
ambao wataparticipate moja kwa moja kuhakikisha kwamba IGMA inafahamika zaidi. Yaani tuachilie mbali zile tuzo za waandishi wa habari wa gospel, watu wa media personnel wa gospel. Kuna hawa ambao wanahakikisha IGMA inaenda mbele. Nafikiri tupate kuandaa tuzo moja kwa ajili yao. Nafikiri tutakuwa tumewatendea haki, sio? Mara nyingi wao wanaachwa nyuma sana na watu wengi. Lakini katika moja ya kikao nafikiri tulijadili hilo. Yes. Nafikiri ni kitu ambacho lazima tukifanyie kazi kwa nguvu kubwa sana. Kabisa. Lakini pia niwashukuru. Msimu uliopita mlifanya kazi kubwa mno. Hata yale mafanikio ambayo tuliyaona msimu uliopita, waandishi wa habari wote walishiriki kwa asilimia kubwa kuhakikisha ya kwamba leo hii East Africa inaizungumzia IGMA kwa ukubwa wake, kwa sababu waandishi wa habari waliparticipate kuhakikisha ya kwamba wanaipeleka. Vivyo basi msimu huu tunawategemea 150% kuhakikisha ya kwamba season 2 inakuwa the best, kwa sababu zile hiccups zote ambazo tulizipata msimu uliopita tunajua tunazisafisha vipi barabara iwe smooth zaidi, kwa sababu the more tunavyozidi kusogea mbele tuna grow katika aspects zote. Kwa hiyo tunawategemea sana na tunawashukuru sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.